Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Ninaitwa Geoffrey Martin Kaputa wa kanisa takatifu la Mungu. Tupo Kazegunga. Somo langu la leo, usipotengeneza kiu na njaa ya haki, utakuwa na kiu na njaa ya dhambi. Narudia tena, usipotengeneza kiu na njaa ya haki, utakuwa na kiu na njaa ya dhambi. Mungu wetu na Baba yetu, bariki somo hili katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Isaya sura ya 55. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Mungu, nisikilize vizuri. Mtu yeyote asiyekuwa na kiu na njaa ya Mungu, basi kiu yake na njaa yake itakuwa ni mambo ya shetani. Mambo ya Mungu, mwana wa Mungu, yanapatikana bure kabisa na hayahitaji gharama yoyote. Bure kabisa, tena bila fedha. Lakini yanahitaji utayari na maamuzi. Mtu mwenye maamuzi na utayari, huyo ndo atakayefaidi mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka maji ambayo ni kinywa, anaamua huyo yeye. Nataka maji ambayo ni kinywa kabisa, tamaa zote za ujanani zitaisha. Nataka maji ambayo ni kinywa, tamaa ya ulevi itaisha. Maji ambayo ni kinywa, uvutaji bangi kwangu utaisha. Usagaji, ushoga utaisha. Sikia, ni kweli wewe ni kijana, unaweza ukawa kwenye mikumbo ya vijana, wanakuambia ujana ni maji ya moto. Huwezi ukashinda dhambi ukiwa kijana. Huwezi ukaokoka ukiwa kijana. Huwezi ukashinda dhambi ukiwa mwilini, maana tunaishi katika miili. Ni kweli unaweza ukasikia maneno ya namna kama hiyo ambayo ni mahubiri ya shetani. Lakini acha nikwambie, yako maji ambayo ukinywa leo hii, nataka nikwambie, unaweza kuishi kama Danieli. Unaweza kuishi kama Yusufu. Unaweza kuishi kama kina Paulo, waliokuwa naona vitu vyote ni mavi tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna maji ambayo walikunywa, na hayo maji yanapokuja yanaondoa kiu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura yake ni ya 7 kuanzia mstari wa 37 na 39, siku ya mwisho Yesu akapaza sauti yake akasema, yeyote mwenye kiu na aje kwangu anywe, kama maandiko yasemavyo, mito ya maji yaliyo hai yatabubujika ndani yake. Akimaanisha Roho Mtakatifu ambaye aliahidiwa kuwapa wale watakaomwamini baadaye, mito ya maji yaliyo hai. Kwa hiyo kinachohitajika ni kiu. Swali langu, una kiu? Yesu hapa maji watu walio na kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikupe mfano wa watu waliokuwa na kiu. Kiu ya nini? Ya haki. Hawakuwa na kiu ya dhambi tena. Hapa hakuna njia ya kati. Ukiwa na kiu ya haki, maana yake kiu ya dhambi nakata, kiu ya dhambi nakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, ukimwangalia Danieli sura ya 1 mstari wa 9. Danieli akaazimia moyoni mwake akasema, sintamtenda Mungu dhambi, sintajitia unajisi kwa chakula cha nani? Cha mfalme. Kasoma hilo fungu utapata hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anasema nini? Sintajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Siwezi kujitia unajisi kwa mambo haya ya kidunia. Siwezi kujitia unajisi kwa sababu ya fedha. Siwezi kujitia unajisi kwa sababu ya mali ya ulimwengu. Siwezi kujitia unajisi. Siwezi kumtenda Mungu dhambi. Siwezi.